Hapana. Papo. Ninyi ndio watu sahihi sana kwa kutogea sisi taarifa na kijiji juu ya mfalme. Na nilikuwa nataka nijue hali yake kwa sasa. Inaendeleaje? Hii ni siri ambayo haipaswi mtu yote kuijua. Na nyie mbaki tu mkifahamu kwamba mfalme anaumwa. Na muda si mrefu atakuwa na nafuu. Sawa. Na je, ni kweli kuwa Mungu ndio mfalme mteule wa sasa? Ndiyo, maana yeye ndiye alichaguliwa. Vipi? Mfalme anajua juu ya uendeshaji wake wa kijiji? Inaelekea wewe ni mdadisi sana. Maana wewe unachunguza kila kitu. Hayo yote wewe haupaswi kujua. Wewe kaa ujue tu kwamba mfalme ni mgonjwa. Muda si mrefu atarudi katika hali yake. Papo. Hapana. Afadhali Teresa mkutana na wewe leo hapa. Kwanza furahia uwepo wa mfalme katika hii himaya. Maana gani kusema hivyo? Mfalme Mungu anakupenda sana. Yupo tayari uwe malkia wake. Sawa, mfalme ana mamlaka kunipenda. Ila na mimi nina chaguo langu. Nenda mfikishie salamu kuwa simpendi, simuhitaji na simtaki. Papo. Hapana. Hapana. Papo. Nisikilize. Kwa kuitetea familia yenu, jua madhara makubwa yanaenda kuwakuta. Mwambie mdogo wako aache jambo analofuatilia kwa sasa. Nitakuja kumgharimu. Ni mpango gani? Uenda kamwambie tu hivyo. Yeye atajua. Ila kama unaona ni utani, usiende kumwambia. Wao anafuatilia huo mpango ni wa nani? Na Kidungu. Kwanza ni fly umeweza kuitii wito. Mati. Ndio. Kuna kitu nataka unisaidie. Naamini wewe ndio msaada mkubwa. Upo tayari kunisaidia? Ni jambo gani hilo? Ngoja nikusikilize. Bila shaka kaka yangu anakutaka. Na hizo taarifa nimezipata. Ili kuokoa wanaimaya wa zona, naomba mkubalie. Lakini mimi ninaye mtu ninayempenda. Hilo najua, lakini ukimkubalia wanaimaya ndo ataishi sehemu salama kupitia matakwa yako. Kumpenda mtu ni nafasi chache sana, na pia anajenga uaminifu mkubwa sana. Ila yule ninachotaka ni kuhakikisha anajaa kwenye madaraka yako, ili ufuate kauli za wanaimaya wanataka nini. Je, unafurahiwa na adhabu na ghadhabu wanayopata wanaimaya? Hapana. Naomba iwe hivyo. Hata kama usipolala naye. Lakini naamini ipo siku utakuja kunishukuru. Basi sawa. Naweza kwenda.
kwenda sasa. Papo. Hapana. Hapana. Papo. Hivi mdogo wangu Sembuli, maneno yanayotapakaa hapa kijijini yanakuwa ndani yake? Maneno gani hayo? Ya kuwa wewe ni kibaraka wa mfalme. Dada, mimi mbona sio kibaraka wa mfalme? Na nani kakwambia kuwa mimi kibaraka wa mfalme? Maneno yametapakaa katika hii himaya, katika hichi kijiji, kuwa wewe ni kibaraka wa mfalme. Hapana dada yangu, mimi sio kibaraka wa mfalme, na kuhakikishia hilo. Kama kweli tutajua, na kama pia uongo tutajua, lakini kama kweli litakukuta kubwa. Ano Papo. Mtukufu, Naam. mbona umekuja mwenyewe bila walinzi wako? Haya ni maneno asili sana, na sidhani kama ni lazima nije na mlinzi ajue juu ya mpango tunaopanga. Haya, niambie ni nini kimejiri hapa? Mpango umekwenda kama tulivyopanga. Umekwenda vizuri sana mtukufu. Mimi nafikiri sijawahi kufanya kitu kikaenda ndivyo sivyo. Nakuamini sana. Sawa. Kama mambo yameenda kama tulivyopanga, mimi naamini tutafanikiwa. Unaelewa vizuri? Nakuelewa sana mtukufu. Sawa. Leo jioni kuna kazi nyingine nataka nikupe, ila hii itakuwa kubwa kuliko zaidi ya ile. Hakikisha usijifirishe. Nitafanya hivyo mtukufu. Nakuamini. Tuko pamoja. Mtukufu, hivi huu mpango wetu unaweza kufanikiwa kweli? Sijawahi kufanya kitu nikashindwa kufanikiwa. Na kuahidi tutafanikiwa sana. Mtukufu, je, vipi usalama wetu pale tutakapogundulika? Tutakuwa salama kweli? Ondoa hofu, jaza imani, kwa sababu niko mbele ya hili. Usalama wenu uko safi kabisa. Mimi nafikiri tu naweza kuwaruhusu mkaweza kwenda kuendelea na majukumu yenu. Sawa? Papo. Hapana. Hapana. Papo. Sembuli, umefanya kazi kama nilivyokuambia? Ndio, nimeikamilisha. Na una uhakika hakuna mtu yote aliyekuona? Hakuna mtu yote aliyeniona. Kwa maana tukigundulika itatugharimu maisha yetu yote. Je, tusipofanikiwa hatutopewa adhabu? Hapana, nitahakikisha na kulinda kila hali. Maana usalama wako ndio usalama wangu pia. Na una uhakika hakuna aliyekushtukia? Hakuna aliyeshtukia. Sawa. Naomba ufate vile ninavyokuelekeza. Na ukiifanya kazi vizuri, wewe na mimi tutakuwa sehemu nzuri. Sawa, nimekuelewa. Kuwa makini.
Wanaimaya Zona. Ndio mtukufu. Nyinyi ndio watu ambao nawategemea, ambao hawawezi kufelisha hili jambo. Mipango yetu ni kuhakikisha himaya hii inaenda sawa na wanakijiji wanapata amani muda wote. Nilipata taarifa kaka yangu amemchukua mke wa Subaru, ameenda kulala naye usiku wa jana. Haya ni manyanyaso. Alikadhalika kuna wafungwa wamehukumiwa pasipokuwa na makosa. Ninahitaji kuhakikisha wafungwa wote wasiokuwa na makosa wawe huru na wanakijiji wanakaa sawa. Sawa mtukufu, lakini haya yote hatuwezi tukafanya kwa nguvu zetu. Nipo nyuma yenu. Kidungu. Ndiyo mtukufu. Sembuli. Ndio mtukufu. Hakikisheni kwa hali na mali mfalme mteule Mungi ana watu wa kumpigania. Ikiwezekana kwa namna moja au yoyote, kuanzia ngazi yake ya ulinzi wanamkataa. Kidungu. Ndio mtukufu. Najua wewe ndio wauguzi wakuu wa babangu. Ndio mtukufu. Hakikisha ampokei dawa yoyote kutoka nje kama mimi sijaleta dawa. Sawa mtukufu. Na kama mtu ataleta dawa, hakuna kumkabidhi mgonjwa dawa mpaka mimi niipitishe.